Ndugu zangu, ni wasalimu kwa jina la Yesu. Tafakari yangu ya leo inasema Wakristo ni wachache sana. Wakristo ni wachache sana duniani. Kuna watu wengi tunajiita Wakristo, tunasema sisi ni Wakristo, lakini Wakristo ni akina nani? Wakristo ni wafuasi wa Yesu, ambaye Yesu kwa jina lingine ni Kristo, ambao walianza kuitwa hivyo kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume mstari wa 21 hivi. Pale unaona walipokutanika mitume wote na washirika wote waliokuwa wanahubiriana neno la Kristo, walipokutanika, tangu siku hiyo wakaanza kuitwa Wakristo. Lakini Ukristo ni nini? Ni reality. Ukristo kwa maisha ya kawaida, Ukristo ni harakati. Ukristo ni wanaharakati. Wakristo walitakiwa wawe wana mageuzi, walitakiwa wawe wanaharakati. Kwa hiyo Wakristo ni wachache, wanaoweza kuwa Wakristo ni wachache mno, ni wachache mno. Tanzania wanaweza kukuta wamo 20. Wakristo ni wachache mno. Kuna watu wengi tunajiita Wakristo lakini sio Wakristo. Ukristo ni wanaharakati. Kristo mwenyewe alikuwa mwanaharakati. Mwanaharakati maana yake nini? Mwanaharakati ni mtu anayejitolea au kushiriki kikamilifu kupigania mabadiliko katika jamii, mara nyingi akilenga haki, usawa, uwajibikaji na maendeleo. Kwa mwanaharakati maana yake, kwa Mkristo ni mwanaharakati. Kristo alikuwa mwanaharakati, alikuwa anataka mabadiliko, alikuwa anataka mageuzi ya mifumo kandamizi katika jamii, ya mifumo ya kutokuwa na usawa kwa watu. Ndio maana akaja akakuta Mafarisayo wanaharibu, akasema ninyi wanafiki. Akakuta sheria nyingi za Musa wanaziharibu, akawaambia sheria 2 ziwe hizi: mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Lakini ya pili yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Akazisamarizi hivyo, lakini akakutana na watu wanaharibu hekalu, wanafanya biashara humo, akazipindua meza. Akakuta watu wanafungiwa, yani ukija kura kwa mtu labda mpaka unawe mikono, akawaambia sio kiingiacho ndani ya mtu kinamtia unajisi, bali kile kitokacho. Akawa anageuza mambo mengi, mambo waliokuwa wakiamini hivyo wakati ule alikuwa akigeuza. Maana yake watu hayo sheria za Musa mara nyingi walizitumia kwa advantage yao, kwa faida zao wenyewe, hawakuzitumia kama Mungu alivyotaka ziwe. Ndio kama sasa hivi tulivyo. Ukristo ni wana mageuzi. Mkristo yupo kuleta usawa. Kwa hiyo Mkristo ni mwanaharakati. Mwanaharakati ni mtu ambaye sio wa maneno tu, ni mtu wa vitendo. Ni mtu ambaye amejikita katika jamii, mara nyingi akilenga haki, usawa, uwajibikaji na maendeleo. Huyo ndio mwanaharakati. Lakini Ukristo ni wana mageuzi. Ni wana mageuzi. Hapa nitakusomea kitabu cha Matendo ya Mitume. Unaona hao waliokuwa Wakristo. Matendo ya Mitume 16:20 hapa anasemaje? Matendo ya Mitume 16:21. Taanzia 20, neno linasema wakawachukua kwa makazi, wakasema watu hawa wanachafua sana mji wenu, nao ni Wayahudi. Wakawachukua kwa makazi, wakasema hawa watu wanachafua mji, ni Wayahudi. 21, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Wanatangaza desturi tofauti. Ina maana kuna desturi zilizokuwa sehemu ile, zilizokuwa eneo ile walilokuwepo hawa mitume, ambazo zilikuwa zimeaminika ndo maisha yetu, ndo kawaida yetu. Sisi kukandamizwa watu ni kawaida yetu. Sisi kudhulumu watu ni kawaida yetu. Sisi kula rushwa ni kawaida yetu. Sisi kupotosha haki ni kawaida yetu. Sisi kutotenda kwa haki ni kawaida yetu. Kwa hiyo walileta desturi mpya, wakawa wanawaambia bana, hayo sio maisha. Maisha ni hivi, maisha ni kupendana, maisha ni kuishi kwa usawa, maisha ni kumuona mtu mwingine kama ndugu yako. Kwa hiyo hapo wakasema hawa watu sasa watabadilisha watu wengi. Hapa ni kuwakamata na kuwakokota mjini, magerezani. Hao ndo walikuwa Wakristo. Sasa hivi tunafanya hivyo? Sasa hivi hamna Wakristo. Sasa hivi
Wakristo, tusome tena hii Matendo ya Mitume uone Wakristo sura ya 17 mstari wa 6 anasema, na walipowakosa wakawakokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakapiga kelele wakisema, watu hao waliopindua ulimwengu wamefika na huku. Yaani Ukristo ni wana mageuzi, ni wana mapinduzi. Ukristo, mtu yoyote anayejiita Mkristo umekuja kuleta mapinduzi ulimwenguni hapa duniani. Haukuja tu kula, kunywa, kuzaa, kufa ukaenda huko, lakini umekuja kuleta mapinduzi, kuleta mageuzi. Kristo ndio kazi aliyokupa. Kwa maana alisema kwamba wengi watataka wasiwezi, na maana Ukristo kuuweza sio rahisi, lakini pia akasema ukitaka kuiponya nafsi yako utaiangamiza. Anayetaka kumfuata Kristo abebe mzigo wake, ahesabu gharama. Kwa hiyo Wakristo sio wengi. Hao wote wanajiita Wakristo au mjani tunamoishi sio Wakristo. Wakristo ni wanaharakati, ni wana mageuzi. Wakristo ni wachache sana. Kristo upo duniani kuharibu mifumo kaandamizi, kuharibu mifumo ya unyonyaji, kuharibu mifumo ya ukiritimba, kuharibu mifumo ya upotoshaji haki, kuharibu mifumo ya dhuluma, kutoa mifumo ya rushwa, kuharibu mifumo yote mibovu ambayo ipo, ambayo inakandamiza watu, ambayo inafanya jamii isiwe na ustawi. Ndio Ukristo huo. Nasoma tena hii 7 Matendo ya Mitume 17:6 anasema, na walipowakosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hao waliopindua ulimwengu wamefika na huku. Yaani ina maana hawa watu walikuwa wanatangaza desturi tofauti na watu walivyozoea kuishi. Watu wamezoea kukandamizwa, watu wamezoea kuumizana, watu walikuwa wamezoea kuishi kwa kukiuka haki za watu. Kwa hiyo walipokuja kutangaza huu usawa, wakasema hawa watu watatuharibia mipango hawa, tungoje tuwakamate kwanza tukawatia adabu. Kwa hiyo Ukristo ndo huu. Ukristo ni kufanya hivi, Ukristo ni kuishi hivi. Hawa ndo walikuwa Wakristo. Kristo naye aliishi maisha ya hivi ya harakati, alikuwa anataka apindue ulimwengu. Ndio maana aliuawa kwa kesi ya uhaini. Kwa kesi ya uhaini ndo alipewa, kwamba alikuwa anataka kupindua ufalme. Kwa hiyo Ukristo ni kazi. Ukristo sio kwenda ibadani tu ukakaa ukarudi nyumbani ukazurura tu. Ukristo ni jukumu kubwa. Nadhani hapa leo umepata lolote, umepata kitu utakayebahatika kusikiliza. Neema ya Kristo ikawe pamoja nanyi. Amen.